Ushauri huo umetolewa na mchungaji kiongozi wa KKKT DMZV Ushirika Upendo Geita, Emmanuel Samuel Sita, wakati akihubiri katika ibada kanisani hapo. Kuna ukatili ambao unafanyika kimwili. Mtu kumpiga mwingine bila sababu, kujeruhi, kunyanyasa, ama kama nilivyosema, tumesikia wengine anamchoma mke wake na kisu, anamuua mpenzi wake, mwingine anamfanyia mambo mabaya ya kimwili. Niliona mmoja mwingine amempiga mke wake, ana alama mgongoni, fimbo mbaya. Matokeo ya ukatili kwenye jamii huleta maumivu makali na huacha alama zisizofutika. Mwingine akasema, mchungaji, huyu ndugu siwezi kumsamehe na hata sitamsahau. Kwa nini? Kwa sababu ya kutendeana vibaya. Kwa hiyo ukatili unaleta nini? Maumivu yasiyopona. Kwa hiyo ninyi mnaosikiliza mlioana, wewe na mkeo, kama kuna mahali ambapo mnawekeana vinyongo, mnajeruhiana kwenye maisha yenu, ninaombea kwa Mungu mwache, kwa sababu kuna wakati mwingine maumivu yanashindwa kuvumilia. Ndio maana unasikia mtu amejinyonga, mtu mwingine amejiua, ama mtu mwingine amemuua mwenzake. Nao baadhi ya waumini wameshukuru kwa kukumbushwa swala hilo la malezi bora kwa watoto na yenye hofu ya Mungu, ambayo yataondoa ukatili wa aina mbalimbali kwenye jamii. Nimeona kwa sehemu kubwa ukatili unafanywa katika jamii unawahusu wanawake, lakini pia na sisi wanawake huwa kwa sehemu tuna ukatili. Lakini tumuombe Mungu atusaidie, tuachane na ukatili, tuyafanye yaliyo mapenzi ya Mungu katika jamii na nyumbani kwetu na mahali popote tutakapokuwa. Tumekumbushwa na mchungaji kuhusu swala la ukatili. Kama tunavyojua, katika nchi yetu na katika jamii tunazozunguka tumekuwa na ukatili wa aina mbalimbali, ukatili kwa ajili ya kwa watoto, ukatili wa kina mama. Lakini mchungaji ametuhimiza na ametusisitiza kwamba kila mtu afanye nafasi yake kwa ajili ya kuhakikisha tunakomesha ukatili, na tunaelimishana, kwa sababu ukatili unamwathiri kila mmoja, awe baba awe mama. Lakini pia tunapofanyika ukatili sasa kwenye ndoa, wanaobaki kwenye wakati mgumu ni watoto, kwa sababu inawezekana mama akaondoka au baba akaondoka au mmoja, wote wakaparaganyika na watoto wakabaki bila walezi. Tupinge ukatili, maana ukatili sio mzuri kwa kweli. Tunatakiwa tuwe na umoja, tupendane kama Kristo alivyotupenda. Sambamba na hilo, kanisa limeendelea kusisitizana kuchangia ujenzi wa kanisa kubwa na la kisasa ambao umeanza, ambapo muumini na mbunge wa jimbo la Hai mkoani Kilimanjaro, Saashisha Mafue, amesema kanisa hilo ni tamanio la muda mrefu, hivyo anaamini litaisha mapema. Kubwa sana kuona yale ambayo tulikuwa tunatamani muda mrefu umeanza kupiga hatua kwenye kanisa. Na mimi niwaambie, hili kanisa litaisha kuliko muda ambao unadhani. Niwaambie, kwa kuwa umeanza msingi, hii kazi itasimama. Leo usikubali na wale wajumbe wengine. Kila Jumapili hakikisheni walichokiona Jumapili iliyopita wasije wiki wanakukuta. Leo wamekuta kuna mabati hapo, Jumapili wakute msingi. Wakija leo wakute matofali, wakija leo wakute kingine. Sisi itaongezeka na hakuna kuzungumza. Taarifa hapo wanaisomea hapa. Jamani, simeona pale